Ukuaji ni wito wa mabadiliko ya kimtazamo kwanza, ya kifikra kwanza. Ukuaji, kitu cha kwanza unachofanya unaita mabadiliko ya kifikra, mabadiliko ya kimtazamo, kwa sababu mtazamo wa mtu hawezi kubadilika mpaka kwanza kuna kitu kipya kimeingia kwenye kichwa chake. Hauwezi kubadilisha fikra zako na mtazamo wako kama haujaweka kitu kipya ndani, sababu kitu kipya ndicho kinachokubadilishia namna unavyotazama na namna unavyofikiri. Ni mpaka kwanza uamue kwa kukusudia kuweka nafasi ya mabadiliko chanya katika maisha yako. Hauwezi ukasema kwamba umekuwa, au hauwezi kusema kwamba niko katika safari ya ukuaji. Ni mpaka ukusudie, kwa kumaanisha kuweka nafasi ndani ya moyo wako, ukusudie kwamba naweka nafasi ya ukuaji ndani yangu. Hapo ndipo unapokuwa umeanza safari yako ya ukuaji. Ni mabadiliko yanayoonekana na yanayoshikika ndiyo yanayoweza kuonyesha kwamba unakuwa au haukui. Sikiliza, tukiongea kukua, hautongelei vitu vinavyoonekana huku chini. Tunaongelea kwanza ukuaji wako wa ndani. Ukuaji wako wa ndani ndio unaokuja kuamua ukuaji wako wa nje. Ni mabadiliko yale yanayoonekana na kushikika, hayo ndio yanayotuonyesha kwamba unakuwa au unadumaa. Kiwango chako cha ukuaji kwenye eneo lolote lile kinaamua kiwango cha Mungu kukuamini na mambo mbalimbali kwenye maisha yako. Yesu mwenyewe alizaliwa, alikuja kama Masihi, alikuwa amebeba ukamilifu wote wa Mungu. Alikuwa ni Mungu kwa 100% na alikuwa ni mwanadamu kwa 100%, lakini kwa sababu alikuwa mtoto kwa jinsi ya mwili, hakuwa na uwezo, hakudhihirisha, hakumanifest, hakudhihirisha yale mambo makubwa aliyokuwa ndani yake mpaka alipokuwa mtu mzima. Biblia inasema hivi, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume. Kiingereza kinasema tumepewa mtoto. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto. Kiswahili kinasema mtoto. Ile Kiingereza kinatumia child na son. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mwana. Kwa hiyo alizaliwa mtoto ila tulipewa mwana, lakini ni kwamba hakutolewa mpaka alipokuwa mtu mzima. Kwa lugha nyingine imesema hivi, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, hajasema tumepewa mtoto, anasema tumepewa mwana. Sasa Kiswahili kinasema tumepewa mtoto mwanamume, lakini sasa unataka kupata maneno vizuri zaidi, urudi kwenye kule ilikutafsiriwa kutoka, inatumia neno mwana. Kwa hiyo japokuwa Yesu alizaliwa kama mtoto na ni Mungu kwa 100%, kuna mambo hakuwa na uwezo wa kuyafanya mpaka alipokuwa mtu mzima, na Mungu alikuwa na mtesti pia. Ndio maana alipanda kubatizwa kwa Yohana Mbatizaji, Biblia inasema mbingu zilifunguka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kama hua, anasema huyu ni mwanangu mpendwa, nimependezwa naye. Kaishia hapo. Alipoanza kufanya kazi, akahudumu, akatumika, baadaye tena mbingu zikafunguka. Mungu anasema huyu ni mwanangu mpendwa, nimependezwa naye, msikieni yeye. Hicho ni kiwango kingine cha uaminifu, kwamba sasa mnaweza mkamsikia, naweza nikapitisha mambo ya kwangu yakapita kwake kuja kwenu. Ninamwamini kwamba atakachokisema kitakuwa cha kwangu, atakachokifanya kitakuwa cha kwangu. Ninamwamini hawezi kuchakachua. Haruni alikuwa ni kuhani wa Bwana, ila niambie, kwenye Biblia Mungu hakusema na Haruni moja kwa moja. Kwa nini? Hakuwa anamwamini. Kwa nini? Sababu wana wa Israeli wakati Musa ameenda mlimani siku 40, wakaenda kama tuonyeshe Mungu wako. Hana uwezo wa kumleta Mungu katikati yao, na ametwa na Mungu. Akasema hamna shida, vua hereni, vua bangili, vua mikufu, yeyusha, tengeneza ndama. Huyu ndio Mungu wenu. Akawapa, huyu ndio Mungu wenu aliotoa utumwani. Ila Mungu alikuwa anamwamini Musa 100%. Ndio maana akamwambia Musa, huyu Haruni ni kuhani, lakini wewe utakuwa Mungu, utakuwa kama nabii, utakuwa unamwambia cha kusema, yeye ndo anasema. Imagine, Haruni ni kuhani. Unajua maana kuhani? Kuhani unasimama katikati ya Mungu na wanadamu, unaongea na Mungu kwa ajili ya watu wengine. Sasa unajiwaza, Haruni alikuwa anafanyaje kazi yake? Kama Mungu kuongea naye mpaka Mungu amwambie Musa, Musa aenda akamwambia Haruni. Unadhani kwa nini? Mungu alikuwa hamwamini Haruni. Kwa moja jamaa zani akamwambia, akaongeza vya kwake au akapunguza. Kwa nini? Sababu ya kiwango cha ukuaji. Haruni alikuwa ni mtoto kiroho, japo alikuwa ni mkubwa wa kiumri. Alikuwa ni mtu mzima, ana mke na watoto 4, ila alikuwa ni mtoto kiroho. Kwa nini? Sitafuta Biblia yako, soma. Hamna chochote kilichoandikwa na Haruni. Musa ameandika kitabu cha Mwanzo, japo hakuwepo. Kutoka chenyewe, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Walawi, ameandika vitabu 5, ameandika Musa. Haruni alikuwa wapi? Hata sentensi moja hamna iliyoandikwa. Hata kitabu kama Yuda, sura 1 ya Yuda, hata Obadia sura 1, soma ni wapi Haruni alijifungia kama Musa anaenda akakana Bwana kwenye maombi. Ni mpaka Mungu akiwaita tena, Mungu anaenda kwa Musa, Musa mchukue Haruni, njoni hemani. Kwani yeye hata kwenda hemani mbele za Bwana? Ni mpaka Musa amwambie Bwana twende. Soma Luka sura 2 mstari wa 40. Yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu, amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake.
huyo mtoto akakua. Huo ni ukuaji wa kimwili, ni mabadiliko ya kimwili. Aliongezeka, alikuwa mtoto. Kumbuka nimekwambia kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mwana. Kwa alikuwa kutoka kwenye utoto kwenda kwenye mwana. Kwa hiyo ni ukuaji wa kimwili. Akaongezeka nguvu katika roho. Usisahau Kiswahili kimesahau hilo neno. Akaongezeka nguvu katika roho. Huo ni ukuaji wa kiroho. Aliongezeka nguvu katika roho. Kwa maana nini? Alikuwa kimwili kutoka kwenye mtoto kwenda kwenye utu uzima, lakini pia alikuwa kiroho, amejaa hekima na neema Mungu ilikuwa juu yake. Huo ni ukuaji wa fikra. Hekima ni nini? Hekima ni matumizi sahihi ya maarifa sahihi, mahali sahihi, kwa wakati sahihi. Hiyo ndio hekima. Kwa ni matumizi sahihi ya maarifa. Kwa ukitoa maarifa huna hekima. Kwa aliongezeka katika hekima na neema Mungu ilikuwa juu yake. Kwa Yesu mwenyewe ukimwangalia alikuwa anakuwa katika mambo matatu kwa pamoja. Luka 2:40 inatuonyesha ukuaji ambao Yesu alikuwa nao. Yaani Yesu alikataa kukua kwamba ni mwili peke yake, hapana. Ni kwa roho peke yake, hapana. Sababu alijua mwili usipokuwa, ukuaji wa roho na nafsi havina maana. Yesu aliona nikikua roho na nafsi peke yake, hapana. Ngoja nikue na mwili. Ili akajua tena nikikuwa na mwili bila nafsi na roho kukua, ndakuwa na mimi wa hovyo. Luka 4:14 nasemaje? Yesu akarudi kwa nguvu za roho, akaendea Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Alipokuwa mtoto, alikuwa katika maeneo matatu. Alikuwa kimwili, kiroho na kiakili pia. Alipokuwa amefika katika ule ukubwa, ukomavu ambao Mungu alikuwa anataka, roho akampeleka nyikani kufunga. Hakufunga kaka kadogo akajielewi, alifunga akiwa amekuwa kimwili, kiroho na kiakili pia. Ule ukuaji ulimweka kwenye nafasi ya kuwa na uwezo wa kukomandi vitu vikawa. Ulimweka kwenye nafasi ya kuwa kama Mungu duniani. Ule uungu aliokuja nao, kumbuka alikuwa ni Mungu 100%, haukujidhihirisha mpaka alipokuwa katika nafasi zote tatu. Kwa hakuchukua nafasi yake mpaka alipokuwa kwenye maeneo yote matatu.